Huyu hapa spika ambaye aliyekuwa anamtaka Kalikawe Lwakalinda Bagonza. Askofu Bagonza anaeleza aina ya spika ambaye angeifaa Tanzania kwa sasa kutokana na mambo ambayo yalijitokeza huko nyuma katika bunge la 12, lakini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akiandika akisema kwamba uchaguzi wa spika linatakiwa daraja, sio spika. Askofu Bagonza anasema moja, bunge la jamhuri linajiandaa kutuchagulia spika wa chombo muhimu cha wananchi. Mamlaka ya wananchi kikatiba imelala pale. Pili, anasema fundi mkuu na msanifu wa taifa letu aliwahi kusema Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Muhimili wa bunge ni muhimili na ni muhimu katika kujenga na kukarabati palipobomoka. Tatu, anasema bunge letu liwe halali au haramu, lakini lipo. Litupatie spika atakayekuwa daraja la maridhiano, daraja lituunganishe na mihimili mingine miwili bila kuolewa na kukaa huko. 4. Askofu Bagonza anasema shuleni kwetu tulipotaka kuchagua kiranja wa starehe, tulimchagua aliyestarehe. Nasi tunatamani spika anayefanana na mabadiliko, na mabadiliko yanamfanana. Hata ndani ya CCM kuna kiu na njaa ya mabadiliko. Zaidi ya 50% ni wapya. Wapewe spika mpya. Asante Dr. Tulia kwa kuliona hilo. Namba 5, Askofu Bagonza anasema tunataka spika asiyenuka uchama wala uspika. Afikike, ahojiwe, anuniwe na akubali kutupongezwa mpaka amalize kazi. Akatae kuwa yeye ndiye bunge na asiwe juu ya bunge. Akae mbele lakini moyo wake na mawazo yake yakae katikati miongoni mwa wabunge. Namba 4, Askofu Bagonza. Namba 6, anasema alionyeshe bunge hatari iliyo mbele yake. Kuikabili au kukimbia hiyo hatari ni jukumu la wabunge, si la spika. Hatari ya kwanza na ya wazi ni ya hili bunge kuwa la chama, wakati kikatiba ni bunge la wananchi wote. Asizoee hali hii na atuonyeshe kuwa inamkera. 7, anasema spika ajenge daraja na vijana au wahuni wa Gen Z. Akiita mikutano ya wadau na wa miswada awaalike. Asiogope panki wala milegezo yao. Atambue bunge lijalo laweza kuwa na spika Gen Z. Unacheka? Nani meya wa New York hivi sasa? Kama hamuwataki wahuni, msipande vitandani usiku, maana wanatoka huko. Namba 9, anasema spika wetu kwa hekima na uzalendo aitilie mashaka ndoa ya mihimili. Kila mtu abaki kwake. Tutembeleane kwa mialiko. Huyu atunge, yule atafsiri na yule atekeleze. Tuheshimiane bila kuogopana. Ikibidi kuogopana iwe bila kutishana. 9, Askofu Bagonza anasema spika ajaye ajue sio wa kwanza na hatakuwa wa mwisho. Waliwahi kuwapo ambao tusingekula mpaka wafike. Hivi sasa wakiwapo hatuli mpaka waondoke. Walinyima watu swali la nyongeza, sasa wananyimwa swali la msingi. Tanzania simama nishuke, nimefika. 10, Askofu Bagonza anamaliza kwa kusema kwamba spika ajaye awe na uwezo wa kupuuza haya nisemayo, lakini akose uwezo wa kupuuza yatakayompata kwa kupuuza haya. Tumepuuzana sana na sasa tumevimbiwa upuzi wetu. Nani atuokoe? Spika mpya aliyevaa mabadiliko na kupenda kwa moyo wote. Hapa ameambatanisha na picha kadhaa
ikiwemo ya Dr. Tulia ambayo imeandikwa kwamba Tulia ajitoa kugombea uspika wa bunge, amwachia Zungu na Masele. Hapa kuna picha ya Stephen Julius Masele, lakini pia kuna picha ya Mtaka akilia, lakini kuna picha vijana wamevua ama kuvuliwa mashati wako hapa. Lakini kumbuka kwamba Bwana Zungu ndiye amechaguliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenda bado tu kubarikiwa. Maoni yapo kadhaa ambayo yametolewa na baadhi ya wasomaji wa ukurasa huu wa Askofu Bagonza, akiwemo Tanganyika Tukatae Muungano. Anasema, askofu, hatutaki maridhiano. Kama umelambishwa asali hayo maridhiano, mkaridhiane wewe hao wahuni, ila sisi hatutaki maridhiano. Labda wafute uchaguzi na warudishe ndugu zetu waliofariki. Huyu Nebat Jailos anasema, kama hamuwataki wahuni, msipande vitandani usiku, maana watoka huko. Charles Lipli anasema, nimefuatilia kwa karibu ushauri wako usio na shaka yoyote dhidi ya uchamungu, uzalendo na maadili katika taifa letu. Sijaona hata moja ya uliloshauri likifanyiwa kazi, hata chembe, na hii inatia shaka kubwa la ukosefu wa uchamungu, uzalendo na maadili. Anasema, ungekuwa unatoa ushauri wewe kama wewe Bagonza, bila shaka ungeshajichokea au ungeshajichotea. Kwa kuwa roho ya Elia ndiyo ifanyayo kazi ndani yako, hata Bagonza akijichokea au kujichotea, mdomo ubarikio wengi kwa ushauri hautanyamaza. Ilitokea kwa Baalamu. Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti kwa Baali, si ndio jibu la Bwana iliyomtia nguvu Elia? Nimeitwa nihubiri Injili niliyopewa ya uchamungu, uzalendo na maadili katika ulimwengu wa kidigitali unaojengwa kwenye matumizi ya Web 03, AI na blockchain technology. Je, si sasa saa ya kuacha wafu wawaziki wafu wao, na situje pamoja kuangalia yajayo ambayo hakika yatafurahisha? Au bado uamini siku zinakuja na siku zipo, jinsi tunayolipa kodi kwa simu tutapiga pia kura kwa simu? Unafikiri yaliyotokea ni kwa sababu ya upinzani dhidi ya shetani? Kama ambavyo shetani alipata kuwa shetani, kundi la malaika wema lenyewe linapingana kwa upinzani mkali uliopelekea kutokea kwa yaliyotokea katika harakati za kuziba nafasi ya Lucifer, kitu ambacho kwa hakika kinakwenda kuzaa shetani wengine na malaika wema wengine toka kwenye kundi hili la malaika wema uwaonao leo. Sauti ya Mungu ingesikilizwa, tusingefika huku. Sauti ya Mungu ikisikilizwa, tunaweza kutoka huku. Samuel Gideon anasema, andiko lilojaa hekima na busara. Asante. Tobias Kinubi anasema, baba askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza, unataka chakula kizuri kitamu chenye ubora, hasa ndizi na hongwe kwa mila za kwetu? Chungulia kwanza kwenye sufuria, kuna mihogo na viura, haviwezi kubadilika na kuwa chakula unachokitamani. Lumuli Kasiupa anasema, askofu spika wa aina hiyo uitakayo baba askofu Dr. KLB Bagonza hawezi kupatikana kwenye bunge hili la wana CCM watupu wasiopatikana kwa mchakato wa demokrasia ya vyama vingi nchini. Tusubiri bunge litakalopatikana kwa katiba ya demokrasia na vyama vingi nchini Tanzania, tena katiba iwe ni ile inayofanana na rasimu ya tume ya Jaji Warioba. Mihimili ya sasa nchini mwetu sio ya checks and balance. Meli Kiando anasema, tukipanda vitandani tunazaa wahuni. Kama vipi? Kila mtu alalie kitanda chake ili kusiwepo wahuni wa Gen Z. Hizo mambo za wabunge na ubongo, uraisi na uraisi
na urahisi, na misamiati yake vichwa vimechoka. Enoki Mponzi anasema huyu kwenye picha anayelia na wananchi wenzake watamgeuka. Ombeni Peter anasema kuna PhDs alafu kuna Bagonza. Yaani jamaa anajua na anajua kwamba anajua. Nasoro Abubakar Mponja anasema hilo bunge la CCM, tume na polisi sio bunge la Watanzania. Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Munzari Tindi anasema kuna haja kubwa sana pamoja na mambo yote, lakini bunge likapata spika ambaye hakuwepo kabisa kwenye bunge lililopita, awe hajawahi kuwa spika wala naibu spika. Lakini pia kwenye nafasi za mawaziri ingependeza sana, na kwa maslahi ya taifa wakachagulia mawaziri ambao kwa asilimia kubwa wawe watu ambao kwenye serikali iliyopita hawakuwahi kuwa mawaziri, wala mawaziri waliokuwa na kazi ya. Anaendelea kueleza mambo yake hayo ama maoni yake hayo. Foriam Charles anasema amina, asante sana. Ngoja tusubiri kuona muujiza huu wa inzi kututengenezea asali. Longoi anasema hizo njemba za shule zimenikumbusha mbali dokta kuhusu hayo maharage ya shule. Ochier anasema Bagonza PhD wameziba masikio, hawawezi kukusikia na wanamleta zungu. Acha watu uwe watumalize, mje mtuzike pale Bukama kwa watani wako Wajaruo. Anaodemushi anasema yote uliyosema hapo ni mazuri, ila kwa mfumo wa CCM haiwezekani. Tupate kwanza katiba itakayomwajibisha kila atakayechezea nchi. Tukianza na rais, vinginevyo kila kitu hakiwezekani. Furahini Msisili anasema kama hujui fasihi unatoka kapa. DSC Mkaku anasema muhimili wa bunge na mahakama iko kwenye kwapa za huo mwingine. Never expect miracle baba. Elikana Msulwa anasema huyu jamaa kwa nini ana hekima sana, au ni kwa vile ni mtu wa Mungu? Tausen Amen anasema ila mimi wewe mzee, aya ya 10 ambayo ni ya mwisho sijaelewa, maana umenipindua si tu maneno bali umepindua akili zetu. Hafsiba anasema CCM tayari wamepanga hivi, spika zungu, waziri mkuu tulia, hapo ni balaa tupu jamani. Baida Abel anasema yani wale mawaziri waliokuwepo katika serikali iliyopita waachwe wote, asirudi hata mmoja. Sura mpya ije, inaweza saidia kuamini serikali mpya kweli. Alivyofanya Tulia ni poa kabisa, uwezi ondoa tatizo kwa mawazo yaliyosababisha tatizo. Jack Pemba anasema kweli na tunatapenda sana spika ajaye awe na hekima, busara na kuto kumkatisha mtu akiwa anatoa hoja yake, na apende sana kualika vijana bungeni ili apate changamoto. Muta anasema bunge lisilokuwa na wabunge wa kuchaguliwa halifai kitu. Zegarino anasema maridhiano yalipaswa kufanyika kabla ya Oktoba 29. Sasa hivi jamaa waridhiane na Mungu ambaye ametumia kiasi kikubwa sana cha hela kuumba watu, alafu wewe unawapiga risasi. Felix anasema sasa nani anamchagua spika? Wazawa wa chini au? Odilo Magungu anasema bunge la kina Baba Levo kuna kazi tena hapo. Konstantini Baloro anasema Tulia kajitoa, kaidiwa kuwa waziri mkuu. Jongo Buffy anasema Steven Masele anafaa. Yodesto Kagera anasema mawazo yangu na hisi spika wanayemtaka ni yule wa kufoka. Kaa chini, kaa kimya, toka nje, askari mtoe nje. Je, huyo ni dash. Ashraf anasema da, huyo ndo PhD Askofu Bagonza, kwa hekima ulionayo natangaza rasmi nikipata mtoto wa kiume nitamuita Bagonza.
Ndindi anasema spika kijana sio babu. Kisembule anasema mimi nawaambia CCM wanakwenda kuigawa Tanzania vipande vitatu. Maoni ni mengi na yanaendelea kutiririshwa katika ukurasa wa Askofu Bagonza kutokana na andiko lake alilosema kwamba uchaguzi wa spika inatakiwa daraja sio spika. Mtazamaji, nawe unayo nafasi ya kutoa ama kuandika maoni yako hapa katika Nyikani TV kwenye eneo la comment selection hapo chini. Tafadhali na kutakia wakati mwema.